Mpenzi mtazamaji wa Global TV, kama unavyofahamu leo ndio hitima ya mpendwa wetu Karina au Hawa, na baadhi ya marafiki wake waliokuwa karibu ndo wameingia, wengine wapo, wengine walilala. Hapa niko na rafiki yake wa karibu sana waliokuwa kwenye shida, kwenye raha, hospitali, wapi, yuko naye. Anaitwa Aisha. Aisha, vipi? Safi, mambo. Safi. Leo kidogo angalau tunaweza tukazungumza, tukapiga story kwa sababu tayari tunaamini Karina hayupo. Ni kweli. Haya, niambie, unajua siku 40 bila kuwa na mpendwa wako, kwa sababu zile siku ndo mtu umemzoea na nini, ili kuchukua muda gani kuwa sawa? Ilinichukua kama wiki 2 au 3 hivi kuwa sawa. Ila mwenyewe nisingeweza. Kiukweli ilikuwa ngumu hata kwenye kulala. Yaani kwenye maisha ya kawaida ilikuwa ngumu kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa mtu wangu wa karibu, nimemzoea. Kwa hiyo inanipa kama mawenge, ilikuwa ngumu sana. Mimi kama mtu wa Kiislamu kuna namna nilifanya dua nini hivyo nikakaa sawa, lakini kawaida isingekuwa kawaida. Na Mungu naye ana shani zake, hawezi kukupa mtihani tu kila siku. Anakusahaulisha. Nakumbuka katika utani wa Hawa, na wewe mwenyewe unajua alikuwa ni mtu wa utani, Karina alikuwa anasemaga, yani mimi nikifa watu waswali dua tu, dua, yani dua kuanzia asubuhi mpaka jioni. Na hatimaye leo ndo hitima yake na watu wanaswali dua. Hii kauli yake, kama wewe rafiki, ulikuwa unaichukuliaje? Ulikuwa unafikiria kwamba iko siku kwamba kweli tutamsomea huwa dua Hawa kama alivyotaka, au tukachukua tu maneno ya utani kama hivyo anavyoendelea kusema? Binadamu kuchukulia maneno alikuwa anayazungumza ni utata kidogo, sababu sisi tunaishi tunaamini kuishi kupo na kufa kupo, lakini kufa hatukuchukuliki vile yani ni ngumu sana. Lakini alivyoongea ilikuwa sisi tunachukulia kama utani, lakini kumbe yeye hakuwa anazungumza, yani alikuwa anazungumza kama utani, lakini Mwenyezi Mungu ndo alipanga aliyoyapanga. Basi na sisi tunamsomea dua kwa muda wetu ambao tunaupata, tunamsomea. Kiislamu unasema 40 ni kama ndio yani anatutoka, yani kwamba anakuwa mbele kidogo na sisi kiimani, lakini kama ni siku ambayo mnamsomea, yani kama ndo kama kufa, yeye anasema anakuwa kiimani kwamba anakuwa maeneo ya ndani ya wapi. Kwako wewe sasa leo ni 40, kuna vitu vingi nafikiri unaweza, kitu gani kikubwa utoka ukisahau kwa mpendo wetu Karina? Vingi sana, mcheshi wake, upendo wake, ukarimu wake, ujasiri wake, vingi sana. Nitavikumbuka, nitamkumbuka sana. Alikuwa na vitu vingi sana. Nakumbuka kuna siku moja ilikuwa siku ya birthday mwaka jana, nikaona ukamletea, ukamsurprise maua, ukamsurprise keki, akacheka, akafurahi sana. Yani ikawa ni siku yake ya furaha. Alinipigia mimi kwa sijui tarehe yake physically ya kuzaliwa. Mimi akanipigia mdogo wake, akaniambia leo birthday, aliniambia kesho birthday ya Hawa. Nikamwambia kweli, nikamwambia basi sawa nitakuja, lakini sikumwambia naenda na nini wao wanafanya nini. Kwa hiyo kesho yake ilipofika nikampelekea keki na maua, nikamkuta alikuwa ametundikiwa drip. Kwa hiyo hakuamini, alilia sana. Basi ndio hivyo, nitamisi, sitaweza tena kumletea kitu chochote kile kwenye maisha yake ambayo yani inaumiza. Haya basi Aisha, tuendelee kumuombea mpendo wetu Karina. Ni ngumu, lakini mpaka hii siku ya 40 tumeamini kama kweli ametangulia mbele za haki. Pole sana na tuendelee kumuombea. Pole na wewe. Asante sana. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.